Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Tunaendelea kukufahamisha mengi yanayojiri ulimwenguni kupitia hapa The World News. Lakini moja kati ya yale tuliokuwa nayo ni Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kuwekwa kando na Rais wa Marekani Donald Trump kuhusu suala la Iran. Hii inaelezwa zaidi kupitia gazeti la New York Times ambalo limeripoti siku ya Jumamosi. Katika wakati ambapo Marekani na Iran zinaendelea na mazungumzo ya kumaliza uhasama, ni wakati ambapo moja kati ya jambo linalotajwa ni kuwekwa kando kwa Israel katika mazungumzo hayo, lakini pia ni kuwekwa kando kwa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ambaye baada tu ya mazungumzo yeye anapewa taarifa ya kile kilichozungumzwa. Ikinukuu maafisa wawili wa ulinzi wa Israel ambao hawakutajwa majina, gazeti la New York Times limesema kuwa Israel karibu imetoka nje ya kitanzi katika mazungumzo kati ya Marekani na Iran. Kwa mujibu wa maafisa hao, Israel imelazimika kutumia njia nyingine za kuzunguka kutafuta taarifa kuhusu mazungumzo hayo ya amani, ikiwa ni pamoja na uhusiano mwingine wa kidiplomasia na vyanzo vya kijasusi ndani ya Iran. Ripoti hiyo inakuja baada ya ripoti ya Axios siku ya Jumatano kunukuu chanzo cha Marekani kikisema nywele za Netanyahu zilikuwa zinawaka moto baada ya kupigiwa simu na Trump kuhusu suala la mazungumzo ya Iran. Kulingana na Axios, Trump alimpigia simu Netanyahu siku ya Jumanne kujadili barua ya dhamira iliyoandaliwa na wapatanishi ili kumaliza vita na kuzindua kipindi cha mazungumzo cha mwezi mzima. Na sasa inatajwa kwamba kuna uwezekano wa usitishaji mwingine wa vita ndani ya siku 60 huku mazungumzo yakiwa yanaendelea. Makubaliano ya awali ya Marekani na Israel ilikuwa kuishambulia Iran mnamo siku ya Jumanne ya wiki hii. Lakini rais wa Marekani alitoa taarifa kwa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kwamba washirika wao, kwa maana katika baadhi ya nchi za Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na Umoja wa Falme za Kiarabu pamoja na Bahrain kadhalika na Saudi Arabia, ziliona kwamba hakuna haja ya kuendelea na vita hivyo, hasa kuelekea katika kipindi katika sikukuu za Idi. Mazungumzo haya yanahusu masuala kama vile mpango wa nyuklia wa Iran na kufungua mlango wa bahari wa Hormuz, shirika la habari la Axios linaripoti. Pia inatajwa kwamba kama Israel na Marekani wangeanzisha vita katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, kungekuwa na wakati mgumu sana katika kipindi cha ibada ya Hija inayounganisha mataifa mengi ulimwenguni, kadhalika ingevuruga sherehe za sikukuu ya Eid. Axios ilivitaja vyanzo viwili vya Israel vikisema kuwa kuna kutoelewana kwa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na Rais wa Marekani Donald Trump kuhusu jinsi ya kukabiliana na Iran kusonga mbele. Trump aliwaambia waandishi wa habari kwamba Netanyahu atafanya chochote ninachotaka afanye, akiongeza kuwa waziri mkuu huyo wa Israel ni mtu mzuri sana. Trump zaidi aliwaambia waandishi wa habari kwamba mazungumzo ya Marekani na Iran yako kwenye mpaka kati ya vita na amani. Ikiwa hatutapata jibu sahihi, inaweza kutokea haraka sana. Trump alisema, hatujapata jibu sahihi, itabidi yawe majibu mazuri kwa 100%, anasema rais huyo wa Marekani bwana Donald Trump. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika una nafasi ya kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kuyajua mengi yanayojiri duniani.